watoto na familia yangu, na mimi ni single mama. Maisha yako wewe upo, mwili wako upo, utakuwa na furaha. Ni miongoni mwa watu ambao wamesikika kwa siku hii ya leo, na ni miongoni mwa watu ambao leo wamepata tabu sana wakati wakibishana na polisi. Lakini pia huyo mama huyo ambao umemsikia hapa anasema yeye ni single mother. Lakini pia sio hivyo tu, kwa siku hii ya leo kuna watu wengi pia, kuna picha mbalimbali ambazo video zilikuwa zinasambaa ambao ni ngumu sana kuposti pia hapa, kwa mujibu pia hata wa YouTube wenyewe hawaruhusu pia kuona matukio kama wanasema kwamba ni kama una violate. Lakini kiukweli kwamba kwa siku hii ya leo wao ni waumini wa kanisa la Gwajima ambalo liko Dar es Salaam, kanisa la Ufufuo na Uzima. Siku leo wamekumbana na chamoto, leo wamekumbana na polisi wakati wakiwa wanatawanya. Kwa wale ambao walikuwa wanaleta ubishi, wengine kupata shida sana kwa siku hii ya leo, wakati polisi wakiwa na wasarambatisha, wanawaambia waondoke katika eneo hilo ambalo walikuwa barabarani wanasali. Utakumbuka pia kwa siku kadhaa polisi kwa mujibu wa sheria ilikuwa inasemekana kwamba Gwajima alienda kinyume na usajili ambao aliweza kusajiliwa, ikafika mahala pia mpaka kanisa likafungwa na mpaka sasa hivi halijafunguliwa. Kwa hiyo waumini kwenda kusimama barabarani na kuanza kuomba wakiwa barabarani ni kwamba wameambiwa kwamba ni kama wanavunja sheria. That's why hata polisi wametumia mabomu ya machozi. Lakini pia kuna waumini wengine wameumizwa sehemu za kichwani. Huyo mwanamama umemwona kabisa anavuja pia. Kwa hiyo kuna waumini wengi zaidi kwa siku hii ya leo pia wamepata majeraha ya hapa na pale wakati wakiwa wanakamatwa na polisi. Lakini cha kushangaza, wakati alivyokuwa wanakamatwa na polisi wapo ndani ya gari PT, ni kwamba wao wenyewe walikuwa wanaendelea kumomba Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia katika hayo ambayo yanawapitia. Miongoni pia mwa video ambazo zimeibua simanzi kubwa ni hiyo ambayo umetazama ya kwanza kabisa hapo, ambao mwanamama huyo anasema yeye ni single mother na mtoto pia, na yeye ndo anapambana, lakini tunaona kilichomkuta kwa siku hii leo. So unaweza kuona hali pia sasa hivi iko vipi. Nimeona pia Chadema na wenyewe wameweza kuposti sana hizi video. Hata ukiingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Chadema, naamini kabisa utaona video mbalimbali ambazo nyingine wengi wameweza kuvuja maeneo ya kichwani na baadhi ya maeneo mengine. Na mimi pia kama BM Basha TV tukasema tukusogezee hii hapa kutoka hapa Dar es Salaam, ili uweze kufahamu taarifa na habari mbalimbali na kile kinachoendelea katika kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo liko chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Gwajima. So unaweza kujionea pia hali hiyo iko vipi. So tutazidi pia kukutaarifu taarifa na habari mbalimbali. Kwa hiyo kwa hao ambao wamekamata kwa siku hii ya leo, pia tutakufahamisha, tutakusogezea pia taarifa hizi kwamba wamefikishwa wapi na ni nini hasa ambacho kinaendelea juu yao, tutakusogezea. Lakini kubwa zaidi, usisahau na kusubscribe channel yetu BM Basha TV ili kuwa kwanza kuendelea kupata taarifa na habari zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na tutahakikisha kwamba tunakusogezea pia taarifa hizo zote kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo kubwa zaidi wewe ni kusubscribe tu na kuhakikisha unakuwa attention na sisi ili uweze kuzipata taarifa zote hizi kwa undani zaidi. Lakini tufollow pia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, tunatumia BM Basha. Vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio